Asanteni wanakwaya, kama kawa kama dawa, uimbaji mzuri zaidi. Mungu azidishie neema katika huduma yenu. Na waimbaji wote, praise and worship, ambani, mmenibariki sana leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufika hapa siku hii ya leo. Nina afya. Nasema ni asante kwa Baba Provost na uongozi wa kanisa hili kutupatia sisi wanakama siku hii ya leo. Pia tunasema ni shukrani. Na kwa nyinyi wa Kristo wetu, baridi hii mmekuja kanisani kusikiza neno la Mungu, tunasema pia ni asante. Nitaanza na habari ndogo ya kuhusu kama message ambayo nilikuwa nayo. Nitawapatia apologies kutoka kwa wanakamati wangu. Vice Chairman wetu Abraham Chola alipata msiba nyumbani akakimbia Taita. Barack Obara wa Treasurer, kuna mambo anashughulikia upande ule. Secretary wetu Hezbon Alwatch, mambo ya kazi alimkaba hapa na pale. Naibu wake Billy Thuku pia kazi za kidayosisi zimempeleka pali pengine. Organizing Secretary wetu Edwin Ondako, kuna function shule ya mtoto, as a present father lazima angeenda. Mumepokea apologies za wenzangu, msione kwamba ni one man guitar, tuko wengi. Asanteni. Kwa ibada zilizopita nilipatia taarifa ndogo kuhusu kama. Sisi kama viongozi wa muhula hii tuna shukrani kubwa kwa wale waliotutangulia, na tunasema kwamba kwa the founding fathers ambao waliona haja ya kuleta association hii ya wanaume. Ilianza kama Fathers Union, wakiiba Mothers Union, lakini baadaye wakabadilisha jina. Kwa ile misingi ambayo waliotutangulia waliweka, wale wote walioshika viti tofauti, mzee wetu Stephen Okello ambaye bado anatushikilia, ambaye tunamfurahia sana, Nicholas Agika ambaye alikuwa mwenyekiti aliyepita, wengi walikuwa mbele yetu, mzee Matano, Jack Onyango pale nyuma, wote waliweka msingi ambao sisi tunazidi kuujenga. Na tunasema kama viongozi hatuwezi kuwa waoga. Uongozi si jambo rahisi. Na sisi katika ari yetu ya kuinua association yetu lazima tuwe wajasiri na wenye kuota. Na ndoto yetu ni kwamba chama chetu cha kama kiwe mwafaka katika kizazi hiki na katika yale ambayo Wakristo wanakumbana nayo, relevant to the challenges of the generation, kama Nehemia alivyoinuka wakati mambo yalifanyika na akainuka kutatua shida hiyo. Katika mipango yetu ya Kama Day, sisi huwa hususan hatubahatishi, tuna sababu na tuna malengo. Ukiangalia wale wote tuliwaratibu katika ibada zetu, hata our daughter churches, ni kuonyesha diversity ya kama ina wanakwaya, kama ina watu wa ushering missions, watu wa children's ministry wote. Na tunaona ya kwamba kuonyesha diversity yetu ya kama wote tunawapatia nafasi, na wengine wetu ambao wamesoma hapa hawajawahi simama hapa mbele, ni parishioner tu wa kawaida, lakini tunasema njoo katika kama, nafasi iko katika huduma ili tuzidi kutembea pamoja. Na pia sisi upenda wanachama wetu wawe katika departments, kwa sababu wakiwa pale ndani wanatuletea mahitaji ya hizo departments. Youth, tuna wanachama walituletea taarifa kuhusu challenges ya PA system yao. Kuna wakati walikuwa wanaenda Lang'ata Women's Prison, tukawajumuika nao ili kuona kwamba needs assessment, na pale tunaweza jaza, we complement and complete each other. Hiyo ndio ndoto yetu. Na katika ndoto hii hatusemi kwamba kama we si mwanakama hautatembea na sisi, la hasha. Kuna mambo ambayo sisi huleta mbele yenu ili muweze kujumuika nasi. Warden ametaja cathedral cleaning ambayo ilikuwa jana. Walikuja wanaume 25 peke yake. Kwa bulletin ilitangazwa, tuwajiuliza kama viongozi, tuwapatia taarifa, njoni mtembee nasi. Si lazima uwe mwanakama. Na tukipatana na mashirika kama Transform Nations, kuna program
inaitwa Man Enough, ufanywa hapa St. Stephen's Cathedral. Hizo tunaziweka wazi, mwanamume yoyote anaweza kuja atembee na sisi katika ndoto hii yetu. Kama kuna program pia sisi hufanya. Kuna moja ilitufungua macho sana, inaitwa Men's Garage. Tulifanya mwaka uliopita. Wanaume walikuja, wanaume walifunguka, wanaume waliongea mbele ya wanaume wenzao. Na mwaka huu tukipanga ya pili, tunasema mkisikia taarifa njooni. Jana baada ya cleaning tulikaa kidogo tukaongea kuhusu men's mental health. Wanaume wanapitia mengi. So forum hizi zikiwa wanaume wenzangu, tunawasi njooni tusaidiane. Mawazo yako yanaweza nisaidia, inaweza saidia mwingine katika kikao hicho. Tuna program yetu ya Tuvukerika ambao tunachukua vijana tunafunza katika wakati wanapitia msimu wa kutahiriwa. Na hii ni program ambayo sisi tuliridhi na tunaendelea nayo. Katika level ya archdeaconry na diocese tulitangaza miezi kadhaa iliyopita, kuna michezo, wanaume njooni, si lazima uwe mwanakama. We said open to all men, lakini response wanaume iko chini. We are the cathedral, na hadhi yetu tukienda huko nje, there's a level ambayo tunatarajiwa. Tena kuna medical camps open to all people, watoto wako, wazazi wako. Diocese ina organize medical camps karibu mara 3 kwa mwaka. The highest number tumewahi pata ya St. Stephen's wa only watu 3 peke yake. So tunajiuliza kama shirika twakosea wapi? Twajaribu kuleta mipango, lakini kujumuika kwenu yatupatia changamoto. Kama ina historia katika hili kanisa, choo cha kwanza kujengwa pale kabla tufanye rehabilitation ilijengwa na Kama. Generator backup ambayo tunaitumia hapa ilikuwa mradi wa wanakama. Sunday school structure ile iko pale ulikuwa mradi wa wanakama. Youth hall PA system pia ilikuwa mradi wa wanakama. Mwaka huu nikaulizwa, mwenyekiti, tutafanya nini? Sababu ya uzito wa 21 million challenge tulisema hatutakuja kwenu tena kwa mchango, lakini ule mradi tunatamani ya kwamba mtasimama na sisi. Kuna siku ulikuwa kwa ibada ya saa 5, mitambo kidogo ikawa na tashwishi, na nikaona Wakristo wamenyamaza, hatubebi vitabu. Tukizima hapa hii mitambo tuanze kuimba, itakuwa ibada bubu hii. Ukweli ama uongo? So tuna impress kwetu kama Wakristo tuwe na the old tradition ya kutembea na vitabu vyetu. Stima zikipotea, mitambo ikileta shida, ibada inaweza endelea. Hata ukiwa kwako nyumbani unafungua kama hii tenzi tumeimba, it's one of the beautiful psalms, unajiimbia nyumbani, unajipa moyo. Ndio maana tunasema mwaka huu tutaleta vitabu, na vitabu vya waandishi wa Kikristo ili tujijenge Kikristo. Mradi tena wetu wa mwaka huu ni kuweka tent pale nje. Tumeona kwamba kuna wakati information inapotea, so tunataka a designated tent ya wanakama, ambapo unaweza pitia pale tukiwa na jambo fulani, unajisajili na habari inatufikia kwa haraka iwezekanavyo. Huo ndio ulikuwa ujumbe wangu. Mwenzangu alikuwa asome hii taarifa, lakini vile niliwaelezea mambo yalivyoenda hawangeweza. Turudi kwa mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo kama wanakama katika ibada zetu zote ilikuwa kutoka kwa kitabu cha Nehemia, Rebuilding the Broken, kujenga tena yaliyobomoka. Kuna wakati nilisimama hapa na nikawaambia tuko pabaya, tuelekea pabaya. Sijui wangapi wanakumbuka hayo maneno. Labda uwe mgeni katika nchi yetu, lakini kama we ni Mkenya, unasoma taarifa, unasikiza habari, utakubaliana na mimi kwamba tuko kwenye shimo. Lakini kwa hekima yetu tuazidi kuchimba hilo shimo. Kuna mtu mmoja alikuja akatuambia Kenyans have peculiar habits. Tuazidi kuchimba shimo, kujiingiza ndani zaidi katika shida. Ingekuwa tuacheza kamari hapa, ile kauli yangu niliyosema mngepata jackpot. Tulikuwa pabaya, tuelekea pabaya. Tuko kwenye shimo, tuazidi kuchimba shimo. Tena nikisimama hapa niliouliza,
Je, waweza kuhesabika katika kanisa hili? Wakati huo nikiwapatia changamoto kuhusu challenge yetu ya milioni 21. Wakati nikuuliza swali hili, milioni 21 zilikuwa za tutoa jasho, na nikawa kejeli kidogo. St. Stephen's Cathedral, penye kuna kiti pale cha askofu, mji kuu wa taifa la Kenya, utahesabika hapa St. Stephen's? Niliwauliza. Sasa leo maswali yamepanda grade. Tutapiga darubini zaidi kucheza ligi ya kijamii na kitaifa. Je, wewe wahesabika kijamii na kitaifa? Tukiangalia kitabu cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 3, changamoto kuu, mambo hayaendi vizuri. Swali: kiongozi uzaliwa ama uinuka? Are leaders born or raised? Pale ulipo, je, wewe ni kiongozi ama mwito wa kiongozi ukichipuka panapo changamoto, shida au tukio? Na je, hali ikitokea ya uongozi kuhitajika, utaitikia mwito? Utainuka? Changamoto ikitokea, will you rise to the occasion? So are leaders born or raised? Mada yetu kuu ya mwaka huu ni kujenga tena yaliyobomoka. Ni kama nilivyotangulia kusema, kama wewe sio mgeni katika nchi hii, utakubaliana nami kwamba mambo sio sawa. Nchi na jamii imebomoka. Pindi unavyotazama runinga ama kupata habari mtandaoni, mambo yanayotufikia ni ya kuhuzunisha, mambo ambayo yanakera moyo sana. Habari hizi zote twazipata. Kwanza kuna wengine wanazipata zikiwa moto, breaking news, kifika tu kwa simu wameipata. Mimi huzipata zikiwa kilalo, kidogo inaitwa delayed reaction. Zikifika watu wananiambia, jaoko huko nyuma, you are behind the news, kuna story moto zaidi imetoka jikoni. Wale ni wa breaking news. Yote 9 habari hizo zimetoka jikoni ama ni kilalo. Swali, wafanya nini na hizo taarifa? Ni udaku, ni umbea, ama wazitumia kwa kutafuta suluhisho? Nehemia 1:3, habari ya hali ya kuta za Yerusalemu zamfikia Nehemia, na yale yanotendeka baada ya Nehemia kupata habari hizi ni ramani bora sisi siku yetu ya leo kujifunza jinsi tutakavyojenga jamii na nchi yetu inayobomoka kila kukicha. Nehemia akapata habari kuhusu mambo yalivyo uhamishoni. Watu walikuwa katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Pia ukuta ya Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Twaweza fananisha aje ripoti ya mambo ya uhamishoni na nchi yetu na jamii yetu? Kuta zilizobomoka Yerusalemu, yale yanayotendeka Kenya yetu ya leo. What parallels can we draw? Tukiangalia jinsi ya tutajenga yaliyobomoka. Lazima katika kusoma Biblia you bring it into context, unaileta into the Kenyan scenario, Nairobi scenario, your family scenario. Ndio hapo sasa the scripture find life in you. Watoto wanachoma mashule, watoto wanapigana na walimu. Mliona Kisii? Wanarushiana mawe, exchange, nipe nikupe. Ufisadi umekithiri, wapenzi wanauana, tena ni wapenzi wa jinsi moja. Ajali barabarani, mliona ya juzi Mbagathi Road, amepanda akashuka, gari imepanda staircase. Ushawaona gari imepanda staircase yatokea upande wa pili. Ingine Thika Road iliua. Dhulma, hali ya maisha inazidi kuwa ngumu, ushuru unazidi. Nimepata notification KRA amepata record taxes, nimepata leo asubuhi, nadaiwa huko lakini nitamalizana nao. Ripoti za mauaji. We are basically a very broken society and country ya umma, lakini hiyo ndio hali halisi, ndio kweli wa mambo. Broken systems,
in a broke society and country. Changamoto kuu, mambo yaendi vizuri. Nehemia 1 tukiendelea 4 mpaka 10. Mpango kabambe, matendo yakielekezwa na maombi. The strategy, actions backed by prayer. Nauliza tena, kiongozi uzaliwa ama uinuka? Hali ikitokea ya uongozi kuhitajika, utaitika mwito? Tujiulize, tukishatambua au kupata habari ya mambo kutoenda vizuri, tutafanya nini? Binadamu kupitia hali ngumu au misimu sio jambo geni. Misimu migumu ni kawaida. Imenukuliwa katika historia na maandiko kwamba hali hizi zilitendeka, zitatendeka, zinatendeka. Kutofautisha mbegu na magugu, lazima misimu migumu iwe. Je, tutautumia hekima ya kibinadamu au ya Mwenyezi Mungu? Nehemia ametupa ramani. Tukifanya mijengo, tukishakupatia ramani, blueprint, kazi yako kuisha. Weka kola, mapa, weka ukuta, dirisha, mlango, ushapewa blueprint, ushapewa ramani. Nehemia ametupatia ramani. Aliketi, alilia, aliomboleza, kisha akafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Mstari wa 4. Hakuna Facebook post hapo, disaster in I don't know Kibera, Facebook followers. Hapana, strategy, blueprint. Alifunga, aliomba. Wanasikia kuna kamati ya washikadau, ina miaka 45, lakini ule dau bado alijashikwa. Washikadau. Suluhisho ni kutafuta mwelekeo kutoka kwa Mungu. Period. Nehemia ametuonyesha. Sijui mvua ilianza kutunyeshea lini. Honestly, sijui tulikosa kuona dari linalovuja lini. Hii twajua. Hii hapa si mwajua. Si twajua iko kwa 21 million. Lakini kijamii, mvua ilianza kutunyeshea lini? Do we know? Wapi tulikosea mwelekeo kama jamii na nchi? Matendo yetu yakielekezwa na maombi, hatuwezi kupotea, hatuwezi kukosa suluhisho. Lakini kuna mahali tuliteleza. Tuliacha kuamini kwamba maombi yatatuelekeza. Kama nadanganya, Reverend Damaris, kama nadanganya, due Wednesday is a pointer. Ama nadanganya, due Wednesday is a pointer of our prayer lives. Here in St. Stephen's, the evidence iko hapa, ushahidi uko hapa. Tumeacha kuamini kwamba maombi yanatenda. So hapa tukianza tu nyumbani St. Stephen's, due Wednesday inafaa ijae overflowing, but what's happening? Haina washirika. Nehemia aliomba, tafadhalini turudie maombi. Mwiba tulijichoma wa kutoomba. Mwiba kujichoma uambiwi pole. Mwiba kujichoma kutoomba ulijitwika mwenyewe, pambana na hali yako. Kuja Wednesday, funga. Tujieleze mbele ya Mwenyezi Mungu. Nehemia alitupatia mfumo. Si kuja kuomba tu kiolela. Pana, pray with the strategy. Kuna madarasa ya kuomba. How many know about the Ombi program kwa hii cathedral? Wangapi wanajua? Iko. Nadanganya Reverend Damaris? It's there. Kama unataka kufunzwa, it's here. Nehemia alimsihi Mungu, aliungama dhambi na maovu na alimkumbusha Mungu neno lake. Lakini haya yote huwezi kufanya ikiwa hujakita mizizi. Ndio maana we are going there, back to the basics. Ndio maana mizizi yetu, tumesomewa Mathayo, mbegu zilitupwa hapa pale, lakini ilipata the right place, roots and fruits. Without roots there's no fruit. Lazima turudi kwa basics.
Neema aliyopata Nehemia hata alipoenda mbele ya mfalme, chanzo chake kilikuwa maombi. Aliomba. Prayer precedes divine favor. Prayer precedes divine favor. Alipoenda kwa mfalme, nenda Yerusalemu, resources ziko, straightforward. Hakuna washikadau aliwaita. Favor, aliomba favor. And this has been proven in the life of God's general. Upo ushahidi tele kutetea kesi ya ushindi wa maombi katika maisha ya Wakristo. Mimi ni mmoja wao. I'm a living, breathing testimony. Living, breathing testimony. Nikipanga harusi yangu miaka 16 iliyopita, friends were praying favor. Kuna kati sikuwa na kazi 2 years ago, people were praying and fasting. Nimeenda hivi kwa kampuni, I was hired in 2 hours. Kitu haijafanyika. 2 hours I was hired. Secretary kaniuliza, nimefanya kampuni hii kazi kampuni sijawahi ona mtu ameajiriwa in 1 day. I was hired in 2 hours. Nikamwambia I am a believer, but secretly people were praying and fasting for me. Prayer precedes divine favor. Wenzangu, Nehemia ametupa ramani kamili, full blueprint. Mimi waeleza, I build, mchora ramani, I build. Hiyo ndio na kazi yangu. Nimepewa ramani. Tested and proven, si ya kubahatisha. Tested and proven. Na najua hapa Reverend Patron, tukiweka kikao watu watoe ushuhuda vile Mungu ametenda, tutatoka hapa Yesu akirudi. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Yes, tested and proven. Actions backed by prayer. Kuhusu maombi kwangu kibinafsi, ukiongea mambo ya kuomba kwangu umegonga ndipo. Na hapa changamoto ya kujigundulia kibinafsi siri ya nguvu ya maombi. Tukitafuta suluhisho ya shida za jamii yetu na nchi, ni maombi tu. Na jamaa kwa anatuambia ni maombi sio nini? Haya, simwajua. Alafu tena tusumbuana nini tena mwajua ama? Lakini mazee, kuna kitu hapa inanishangaza. We have a national prayer day. Kweli ama uongo? Shida iko wapi? We have a national prayer day. Watu wanamwaga mamilioni. Tafakarini hayo. Tafakari. We have a national prayer day. But Biblia inakuambia kabla uombe kuna vitu unafaa. Una hasira, umekosewa na ndugu yako, mikono yako ni misafi, iko kwenye maandiko. Matokeo ya kimwili na kiroho. The results, restoration. Walls restored physical and Levitical order restored spiritual. Kuna mteja wangu siku moja alinielimisha, akaniambia, Jaoko, in the corporate world results matter. Tutaki story mingi, results. Wale wako katika corporate world wanajua. Katika mada ya kujenga tena yaliyobomoka, tunaona matokeo. Kuta za Yerusalemu zilimalizika, measurable results, 52 days. Nehemia 6:15. Na ukizidi kusoma katika kitabu hiki, tunamwona Nehemia akimwomba Mungu amkumbuke. It's a very beautiful book to study. Nenda ujidadisie. Tujitie moyo katika kazi hii ya ujenzi, tukijua kwamba na tukiwa na tumaini kwamba Mungu atatukumbuka. Kwa sisi kusoma hiki kitabu cha Nehemia inamaanisha anakumbukwa na bado anatuelekeza, anatupa ramani. Kila mjenzi atakumbukwa kwa hali yake tofauti. Yetu ni kuwa waaminifu katika mwito huu. Parable of the sower imesomwa hapa mara 60, mara 30, kila mtu kivyake. Ya kutamausha ni kwamba si hali ya kimwili pekee Yerusalemu ilikuwa katika hali mbaya, bali hali ya kiroho pia ilikuwa taabani. Mambo ya Kilawi, the Levitical priesthood, pia yalikuwa hayana mwelekeo. Hapa tunamwona Nehemia alirudisha hali ya kiroho ya walio uhamishoni. Mambo yalikuwa yakitendeka hekaluni ambayo hayakupaswa.
He saw it. Is a leader raised or born? Situation ikitokea, utainuka kama kiongozi, isi sawa. Let's put things straight. You rise to the occasion. Tukijenga yale yamebomoka. Jamii na nchi yetu ni kama mambo yalivyokuwa Yerusalemu. Kimwili na kiroho tunahitaji kujenga pale pamebomoka, na ramani ambayo Nehemia ametupa ni mwafaka katika hali tulio kama Wakenya. Hebu dadisi maisha yako ya kiroho. Wapi tunaenda mrama? Ni yapi tunatenda kama wale waliokuwa uhamishoni ambayo yanakiuka maelezo ya Mwenyezi Mungu? Utelekevu wa mambo ya kiroho si ya kufanyiwa mzaa. Let's joke with other things, not the spiritual. Sifanyie mzaa the spiritual things of the spiritual realm. Sababu kuu ya kukosa uadilifu kibinafsi, kijamii na nchi ni utelekevu. Na tukiendelea jinsi tulivyo, mambo yataharibika zaidi. Tunazidi kuvuna tuliopanda, na hivi punde pankwisha ndio yatakuwa mazao yetu. Continuous spiritual and moral decay will totally destroy our communities and country. Mark my words, it will. Historia ni shahidi ya yale ninayosema. Are we greater than all the ancient empires that crumbled under the weight of moral and spiritual decay? Sisi ni bora kuliko Warumi. Anatheolojia wanajua what happened to Rome. The level of moral decay. An empire collapses. One of the greatest empires in the world. The evidence is so visible to the blind, even the strange in Jerusalem can see. Tuache kujidanganya. Yanayotendeka ni mazao ya yale tunazidi kupanda. For the love of Christ, let's wake up and rebuild our country and communities. The spiritual apathy and nonchalant attitude will destroy us. Itatumaliza. Nehemia aliona akarekebisha. Huu ndio uongozi. A leader that rises to the occasion. Si bora uongozi ama kiongozi, bali ni uongozi ama kiongozi bora. Peculiar Kenyan habits. Good girls falling for bad boys. Hiyo ni kisiasa. Peculiar Kenyan habits. Kuna wimbo fulani uliimbwa na Wanaamerika wawili. Mmoja anaitwa Stevie Wonder na mmoja anaitwa Babyface. Huu wimbo uligusia watu kutazama tu mabaya katika jamii. Katika huo wimbo kuna binti fulani alikuwa anapitia domestic violence. Mume wake alikuwa anampiga sana. Majirani walikuwa wakisikia huyu dada akipigwa mara kwa mara na hakuna mtu aliyemsaidia. Na katika huo wimbo kuna mstari ulisema, do we just let it go on, turn our backs and carry on. 2019-2021 nilikuwa nafanya kazi Kisii. Siku moja nikasikia jirani, nikasikia rabsha. Nilikuwa nimechoka, so sikutilia maanani sana. Na nikaambiwa hiyo jamii wako hivyo. Siku nyingine nilikuwa bit more alert. Nikasikia vurugu. Nikasema hapana. Mimi nishaona my close relatives wakipitia through domestic violence. And all of the things my wife anajua, you touch a woman in my presence, hiyo ni kesi yangu. I have been there, a relative. So hiyo kitu iliniuma sana. Nikateremka nikaenda kwa landlord. Nikamwambia mzee, hapa hii kelele tumekuwa tukisikia, hebu tuende juu tusikie nini inaendelea. Imagine niliongea na bibi ya landlord. Bibi ya landlord ananiambia, kijana, hiyo ni mambo yao ya kinyumbani. Shindo, wewe ni mwanamke. Mwanamke mwenzako yapigwa. Kwanza wewe ndio ungekimbia mbele zangu ukisikia huo uzito. Mimi nikaenda huko kwa nyumba nikaanza kugonga. Nikamwambia mama, dada nifungulie. Sababu nilienda kwa landlord nilitaka shahidi. Sikutaka kwenda peke yangu, nilitaka shahidi. Mara ule landlord mwenye mzee pia aliguswa akakuja. So tukawa wanaume kadhaa. Nikaanza kumwambia dada nifungulie mlango. Jirani mwingine pia alikuwa anaishijua akasema pia mimi nimesikia sana huyu jamaa akipiga bibi yake na leo ni mwisho.
Mzee akafunga mlango na chini. Tukamwambia msichana, tufungulie huu mlango. Hakufungua. But mark my words, sisi kwenda pale, as long as niligishi hiyo ploti, hakumgusa tena. Manake tuliona jambo si sawa and we took action. Lazima tujirudie, tujiulize maswali magumu kibinafsi na kitaifa. Twakubaliana sote kwamba mambo hayaendi vizuri. Nitatamatisha nikiuliza, je, utahesabika uongozi ukihitajika katika jamii na taifa? Wajenzi ni sisi. Wakati ni huu. Tujenge tena yaliyobomoka. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.